Haikuwa hadi alipoona doa jekundu kwenye shuka la kitanda ndipo mwenyekiti aliposhikwa na hofu. Akagundua kwamba mwanamke wa miaka 40 aliyekuwa mbele yake kwa kweli alikuwa bado bikira. Mara moja alijawa na hatia kubwa. Kisha alimuomba msamaha mwanamke huyo na kueleza kwamba mtu fulani alimwekea dawa kwenye kinywaji chake usiku uliopita, na ndiyo sababu alifanya alichofanya, lakini akamuhakikishia kwamba atachukua jukumu kamili kwa matendo yake. Ili kurekebisha kosa lake, alitoa kadi yake ya biashara na kumpa, akimwambia kwamba kama atapata matatizo yoyote siku zijazo, angeweza kupiga simu kwenye namba hiyo kupata msaada. Alidhani huo ungekuwa mwisho wa mawasiliano yao. Isivyotarajiwa, mwezi mmoja baadaye, mwanamke huyo aligundua kuwa alikuwa mjamzito wa mapacha wa kipekee. Akitambua kwamba walikuwa damu yake mwenyewe, aliamua kuwahifadhi watoto hao na kumpigia simu mwanaume wa usiku huo. "Nina mimba ya mtoto wako," alisema. "Nataka kumbakiza mtoto. Tunaweza kukutana tuzungumze." "Sijui wewe ni nani," alijibu. "Lakini unadhani kufanya mzaha kama huu ni jambo la kuchekesha?" Mwenyekiti alimwamuru msaidizi wake achunguze mwanamke huyo ni nani. Muda si mrefu kabla ya hapo, mwenyekiti alikuwa ameambiwa na daktari kwamba alikuwa na hali ya kuzaliwa nayo iliyofanya iwe karibu haiwezekani kwake kupata watoto. Hili lilimshtua sana. Alipenda watoto na bado alikuwa hajaoa. Kama asingepata watoto, hakungekuwa na mtu wa kurithi utajiri wake wa mabilioni. Kwa hiyo, wakati mwanamke asiyejulikana alipompigia simu ghafla akisema ana mimba ya mtoto wake, mara moja alidhani ni utapeli. Kwa hasira, alikata simu na kumwamuru msaidizi wake achunguze na kumpa funzo. Hakujua kwamba mtoto aliyekuwa tumboni mwake alikuwa wake kweli. Wakati huo, mwanamke alishika majibu ya kipimo chake cha ujauzito, akiwa amechanganyikiwa kabisa asijue afanye nini. Alikuwa na miaka 40 na hakuwa umeolewa kwa sababu miaka iliyopita alipata mtoto aliyeachwa kwenye soko la mboga. Akiwa hawezi kupata wazazi wa mtoto huyo, alimlea mwenyewe kwa taabu kubwa, akiahirisha ndoa yake mwenyewe. Sasa aliishi na mwanawe wa kuasili na mke wake, wakiendesha mgahawa mdogo. Bila chaguo lingine, alirudi mgahawani. Mwanawe wa kuasili alikimbia ghafla. Mwanawe na mke wake walimlazimisha kwa makusudi kupeleka chakula kwa mteja tajiri. Yule mwanaume tajiri alipomwona, mara moja alipata mawazo mabaya na akaanza kumgusa isivyofaa. Alijaribu kupingana kadri alivyoweza, lakini alichosema baadaye kilimshtua. Wakati huo, msaidizi wa mwenyekiti aliripoti kwamba simu hile ilitoka kwa mwanamke aliyekuwa naye usiku huo na ujauzito ulikuwa wa kweli. "Ni kweli kabisa, nilichunguza mwenyewe," msaidizi alisema. "Nina mtoto." Mwenyekiti akasema kwa furaha, "Nenda umtafute, nataka kumrudisha." Msaidizi akamuonya kuwa historia yake ni ngumu kidogo. Pia, kwa kadri ninavyojua, hajui utambulisho wako halisi. Unapaswa kufikiria kwa makini jinsi ya kushughulika mambo kabla ya kumrudisha. Unataka tu mtoto aliyeko tumboni mwake au unataka kumuoa? Umesema jambo la maana, alijibu. Hivi ndivyo tutakavyofanya. Kwanza nitakutana naye kama mtu wa kawaida na kuona yeye ni mtu wa aina gani. Kama anavutiwa na pesa tu, nitamfanya ajifungue mtoto kisha nitamlea mwenyewe. Lakini kama hafuatilii pesa, nitamuoa na kumtendea yeye na mtoto vizuri. Wakati mwanaume tajiri mjinga alipokuwa akimnyanyasa na kumdhalilisha mwanamke, hata kumtukana kwa maneno mabaya, mwenyekiti aliwasili kwa haraka na kumzuia ghafla. Alitangaza kwamba mwanamke huyo alikuwa amebeba mtoto wake na hakuna mtu atakayethubutu kumdhalilisha. Kisha akamgeukia mwanamke na kumhakikishia kwamba atasimama upande wake katika mchakato wote. Yule mwanaume mjinga akaingilia, akisema kwamba mwanamke huyo anahitaji mwanaume kama yeye mwenye pesa, sio mwanaume anayevaliwa kwa mtindo wa kizamani. Alicheka kwa sauti pamoja na marafiki zake wajinga. Akiwa na hasira, mwanamke alimchapa kofi. Kwa ghadhabu, mwanaume akainua mkono kulipiza, lakini mwenyekiti alishika mkono wake katikati ya hewa na kutoa onyo kali. "Sitaki kukuona karibu na mwanamke huyu tena, la sivyo utakuwa na mimi wa kushughulika naye." Kisha akamtupa mbali kama takataka. Kisha akamgeukia mwanamke na kumwambia kwamba atampigania milele. Muda mfupi baadaye, hadithi ilihamia kwenye hoteli ya kifahari inayomilikiwa na mwenyekiti. Wazazi wa wakwe wa baadaye wa mwanamke walikuwa wameandaa chakula cha jioni hapo, wakati mwenyekiti alipokuwa akijaribu kuficha utambulisho wake halisi, akijifanya mtu mwingine ili asigundue utajiri wake. Alisita kuingia hotelini pamoja naye, wakiogopa wafanyakazi wangeweza kumtambua, kumkaribisha kama bosi wao na kufichua ukweli.
Alipojaribu kuingia hotelini peke yake, wafanyakazi walimdharau kutokana na muonekano wake wa kawaida na kumzuia mlangoni. Akiwa ameonewa aibu, alijaribu kujitetea, lakini walimcheka na kuonekana kutaka kumdhalilisha zaidi. Ghafla, mwanaume aliyevaa barakoa alitokea, akajitambulisha kama mfanyabiashara mashuhuri na kuwataka wote watulie. Uwepo wake uliwanyamazisha mara moja wafanyakazi, na kwa kusita wakamruhusu aingie. Kisha akaondoa barakoa, akawageukia wafanyakazi na kuwaonya vikali wasimuite bosi wala kufichua utambulisho wake. Wote walikubali kwa kutii. Baadaye, wakati wa chakula cha jioni cha familia, mwanamke alisubiri kwenye ukumbi wa mapokezi. Wakati mwenyekiti alipokutana na ndugu zake kuwaeleza kabla ya kumleta ndani, ghafla mfanyakazi alikimbia kumjulisha kuhusu vurugu chini. Alikimbia haraka kushuka na kuwakuta wafanyakazi wakimnyanyasa tena. Kwa hasira, alimchapa mmoja wao. Kama ungekuwa mwenyekiti, ungefanya nini kwa wafanyakazi?